Karibu sana katika nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV, na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso amesisitiza kuwa upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na utunzaji wa vyanzo vya maji ni kipaumbele cha kitaifa kwa ustawi wa wananchi na maendeleo ya nchi. Akizungumza Disemba 16, 2025 wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa bwawa la Kidunda, Waziri Aweso amezitaka wizara zote, taasisi na sekta mbalimbali kushirikiana kwa ukaribu na bodi ya maji ya bonde la Wami Ruvu ili kuhakikisha huduma ya maji inapatikana kwa wakati. Wizara ya Maji tutaendelea kuwa kihelehele kuhakikisha kwamba swala la maji na ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji linakuwa ni kipaumbele chetu. Nao wenzetu wa bonde wasifanye kazi peke yao. Tunafanya kazi na sekta mtambuka na taasisi mbalimbali. Wapo TFS, wapo watu wa mazingira, wapo watu wa kilimo, wapo watu wa wafugaji kwa maana ya Wizara ya Mifugo na wizara zingine zote kwa maana ya Wizara ya Kilimo na wizara zingine mtambuka. Imani yetu na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya kazi kwa umoja na mshikamano. Ndugu zangu, nataka niendelee kusema nimepata wasaa kufanya kazi katika Wizara ya Maji naenda mwaka wa 9. Nchi yetu ya Tanzania si maskini wa vyanzo vya maji. Rasilimali za maji tulizokuwa nazo juu ya ardhi na chini ya ardhi ni zaidi ya mita za ujazo bilioni 126. Bilioni 105 maji yaliyokuwa juu ya ardhi na bilioni 21 ni maji yaliyokuwa chini ya ardhi. Lakini ukweli ni kwamba ukiangalia kihistoria, miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa wanacheza katika mito, wanaogelea wakiwa wadogo, walikuwa na chemchem mbalimbali, leo hazipo. Baadhi ya visima vilikuwa vikizalisha maji mengi, leo uzalishaji unapungua. Nini maana yake? Mabadiliko ya nchi yapo kweli jamani. Climate change is real. Kwa hiyo haya yawe mafunzo. Tuombe sana tuendelee kulinda, tuendelee kutunza vyanzo vyetu vya maji ili viwe na manufaa kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Adamu Malima amesema mkoa huu umejipanga kuanzisha mbinu za kilimo rafiki kwa mazingira ili kupunguza uharibifu wa mazingira unaosababishwa na shughuli za kibinadamu karibu na vyanzo vya maji. Lakini sisi watu wa Morogoro tumejipanga kabisa, Mheshimiwa Waziri, kwamba huko tunakotoka milimani huko ambako maji haya yote, mito mitano yote inaanzia huko milimani. Tumechukua nadhiri kabisa na tumechukua ahadi kwa Mheshimiwa Rais mwaka jana alipokuwepo kwenye ziara ya kitaifa kwamba sisi tunajipanga kwenda kufanya kazi huko juu. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwa sababu wewe ndio waziri kiongozi katika swala hili, kuna mambo ambayo lazima tufanye na mawaziri wenzako kama alivyosema Mheshimiwa Abubakar. Moja, waziri wa mazingira, alafu kuna waziri wa maliasili na misitu na utalii na kadhalika, lakini kuna waziri kinachotuathiri huko juu kuliko mambo yote ni masuala ya kilimo. Watu wanaolima huko juu wanatengeneza misitu ambayo tunafika sehemu sasa wanaathiri mtiririko na upatikanaji wa maji huko juu. Mkoa wa Morogoro umejipanga, Mheshimiwa Waziri, kwamba huko juu tunaenda kuleta kilimo mbadala. Kwa hiyo nakuomba sana Mheshimiwa Waziri kwamba kwa kuwa tumechukua Bwana Pascal na wenzake wamesema ukirudi baada ya miezi 4 utakuta mambo yamebadilika kwenda 70%. Mimi kwa niaba ya wakazi wa Morogoro naomba niwaalike tena ndani ya kutualika umetualika wewe. Niwapokee tena ndani ya miezi 4 ili tuje tuwaoneshe Watanzania kazi kubwa inayofanywa hapa na maendeleo yake. Naye mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu Elibariki Masi amesema bodi inaendelea kuboresha njia za maji kutoka bwawa la Kidunda hadi mto Ruvu kwa kuongeza upana na kina, hatua itakayosaidia kuongeza hifadhi ya maji na kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Maeneo ya juu ya bwawa hili la Kidunda kuna shughuli mbalimbali ambazo tumeendelea kudhibiti na tumeendelea kuwa na kutoa elimu mbalimbali kuhakikisha kwamba jamii zinaishi kirafiki na hivi vyanzo vyetu vya maji, na hakikisha kwamba bwawa hili na tija inafikiwa kwa kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu tunavihifadhi na kuvitunza na tija kubwa ya uwekezaji iweze kupatikana. Kuna mkakati ambao tunaukamilisha kwa kuhakikisha kuanzia hapa
mpaka Ruarugu tunapanua upana wa huu mto na tunachimba kina kiwe kirefu ili kuweza kuhimili kiwango cha maji. Hata kama tutakapokuwa tunayaruhusu haya maji yanatiririka, basi mto endelee kuwa na maji ya kutosha. Ujenzi wa bwawa la Kidunda ukikamilika unatarajiwa kuwa suluhisho la kudumu la changamoto ya upatikanaji wa maji kwa mikoa ya Morogoro, Pwani na Dar es Salaam, hasa katika kipindi cha ukame. Kwa wingi wa habari hizi utazipata hapa hapa Mgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Mgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Mgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Mgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Mgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.